kongwa la umaskini. Ombi langu ni kwamba matukio kama haya na nyakati kama hizi huwa hazipo siku zote. Kwa hiyo tunapopata fursa kama hii ni vizuri sana tukaitumia vizuri. Haleluya. Na mara nyingi sana matukio kama haya ya imani yanayoonekanaga kama ujinga fulani huwa tunawaachaga watu wengi sana. Huwa watu wengi sana wanakwama hapo. Kwa sababu shida moja ni kwamba sisi tunaishi kwa imani, lakini sisi tunataka kuona kwa macho ya nyama kwanza ndipo tushawishike. Macho ya nyama kwanza ndipo tushawishike. Sasa hatutaki kuingia kwenye huo mtego. Kwa hiyo ninakuombea kwa Mungu, jiandae. Leo ione ni siku yako special. Leo ione ni siku yako maalum. Ione ni siku nzuri ambayo Bwana ameifanya. Na tutakapofanya hili tukio, ni tukio hatari sana kwa shetani. Shetani hatapenda wala hatafurahia, lakini tutakuwa na kitu kingine ambacho nitakueleza kuanzia kesho. Baada ya hili tukio, ufanye nini? Ufanye nini? Wayahudi waliteseka sana na kufa sana njiani kwa sababu hawakuwa makini, hawakuwa na maelekezo ya kutosha wafanye nini wakiwa njiani. Kwa hiyo mambo mengi sana walikutana nayo by surprise. Na ndio maana unaona walipotoka Misri shetani hakuacha kuwafuatilia. Aliendelea kuwafuatilia. Kwa hiyo kuna jambo ambalo nitakueleza baada ya kutoka. Hakikisha kwamba hilo na lenyewe unalidaka, hakikisha unakuwepo kesho. Ni muhimu sana. Hii ni dozi. Usinywe kidonge kimoja ukaona umemaliza. Lakini tuwe na dozi kamili, kwa maana ya kwamba hakikisha na hicho tutakachokisema kesho unakipata pia. Kwa hiyo nimeona niseme hivi mapema, najua utakuwepo, lakini niweke tu hii awareness ili tuwekane sawa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nilisema namna tunavyotoka kwenye umaskini haina tofauti na namna ambavyo Mungu aliwatoa Wayahudi Misri. Haina tofauti. Ni mbinu zile zile, ni kanuni ile ile ambayo Mungu anaitumia kila inapoitwa leo. Na kwa sababu nilisema moja kati ya maeneo ambayo shetani hatapenda mtu wa Mungu atoke ni kwenye umaskini. Na nikakueleza nikasema mara nyingi sana tunadili na laana za umaskini, tunadili na laana, lakini kwenye hizo laana huwa hatujui tudili zaidi wapi na kitu gani. Kwa hiyo tunaweza tukashughulika na ugonjwa kama laana, kwamba laana yetu sisi bana, kuna laana ya ugonjwa fulani, labda kansa au kitu fulani. Ukadili na ugonjwa, ukaombea ugonjwa. Sasa wewe ni shahidi, mara nyingi sana tunapodili na madudu kama hayo, magonjwa ambayo ni laana yako kwenye koo, mara nyingi sana huwa hatutoki kirahisi. Kwa nini? Kwa sababu hatujuagi hiyo ni laana ya namna gani. Huwa hatujui hicho ni kitu gani. Sasa hiki tunachokwenda kukifanya leo ni kitu ambacho kitagusa maeneo mengi. Kitagusa vitu vingi sana na ni very serious. Na sio mara ya kwanza kwamba Roho Mtakatifu ametupa hili somo tunafanya hiki kitu. Tunajua ambacho Mungu anafanyaga kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana ninaomba hata macho yetu ya ndani yafunguliwe, wengine tuweze kuona nini kinachofanyika. Nini kinachofanyika. Haleluya. Haleluya. Kwa nilisema kutoka kwenye umaskini hatutoki kwa kukemea. Hatutoki kwa kukemea. Na hata kama kuna kukemea, ni kwa sababu umejua ni nini unachotakiwa kufanya. Yaani kukemea kutakuwepo, lakini hatumalizii tu kwa kushout na kukemea tu kwamba moto 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 kwa jina la Yesu toka toka toka. Sio hivyo tu. Lazima ujue kwamba hilo ni dude ambalo linaendesha maisha yetu, na ni lazima uwe na mbinu namna ya kutoka. Namna ya kutoka.
Na nyakati hizi ndizo nyakati ambazo shetani anakuwa na mambo mengi. Na unajua vita ambayo ninakwambia inakuwepo kwenye mazingira haya ni vita ya ufahamu. Ni vita ya ufahamu. Shetani ana fight na watu kwenye fahamu zao. Unapofanya hilo tukio, shetani anataka kukuletea mavitu mengi huku kichwani, kukuonyesha kwamba hakuna kilichotokea. Kukuonyesha kwamba okay, ona wenzako labda kuna kitu fulani kimetokea. Wewe mbona hakuna chochote kilichotokea? Okay, hivi tu ndo kwamba kuna kitu fulani kimetokea. Sijaona chochote. Shetani ana fight zaidi kwenye mind kuliko eneo lingine lolote. Kwa hiyo usimpe nafasi huko shetani ya kupigana na wewe. Tunaenda sawa sawa? Usimpe nafasi, mwache apigane, lakini usimpe nafasi shetani ya kukudhuru na kukushinda. Sasa Mungu alipotaka kuwatoa Wayahudi utumwani aliwatorosha. Mungu alipotaka kuwatoa Wayahudi utumwani aliwatorosha. Kwa lugha rahisi, alipotaka kuwatoa kwenye umaskini aliwatorosha. Aliwatorosha. Mungu ni Mungu mwenye uwezo, ni Mungu mwenye nguvu. Kwa nini hakushusha mikwara mingi, moto sijui na nini na vitu vingine? Kumbuka, hata yaliposhuka mapigo 10, yale mapigo 10 yaliyoshuka ni kwa sababu Farao alikuwa anawazuia hawa watu wasiende kuabudu. Sio wanaondoka, kwa sababu hawakumwambia kwamba tunaondoka. Na kuhakikishia, kama Farao angeambiwa kwamba wanaondoka, asingeruhusu. Angepigwa, akachakazwa, asingeruhusu. Unless otherwise Mungu angeamua labda kumaliza taifa zima, hapo labda na Farao mwenyewe amalizwe kabisa, hapo labda wale ndo wangetoka wakiwa huru. Lakini hivi asingeweza. Ni sawasawa na unapotazama vita ya Urusi na Ukraine. Watu hawaelewi. Kwa hekima za kawaida za kibinadamu tunawaambia watu, kwa nini tu huyu rais wa Ukraine asinyoshe mikono tu aseme basi vita ishe? Hawezi kukubali. Hawezi kukubali kwa sababu anajua sehemu fulani yangu ya nchi inachukuliwa. Hawezi kukubali, atapigana, ikiwezekana wa Ukraine wote wafe. Ingawa wa Ukraine wenyewe wako tayari kwamba hiyo vita ishe, lakini hayuko tayari kusalenda yule jamaa. Ikiwezekana hata kama wa Ukraine wote watakufa, yuko tayari hiyo vita iendelee. The same. Kwa hiyo Farao hakuwaruhusu Wayahudi kwa sababu Mungu alipiga wazaliwa wa kwanza. Nitakuonyesha vizuri sana kitu kilichoko kwenye pigo la mwisho ambalo liliruhusu watoke. Na ukumbuke, narudia tena, pamoja na kwamba Mungu alileta pigo la mwisho na Farao akawaruhusu, Farao aliwaruhusu waende wakaabudu alafu warudi. Hakuwaruhusu kwamba muende moja kwa moja. Na wala hakuna mahali popote pale ambapo Musa alibadilisha kauli yake. Akamwambia Farao, akamwambia hapana Farao, nakwambia hivi ndio tunaenda moja kwa moja. Hakuambia hivyo. Ile tu kwamba tunatoka tutarudi. Farao aliruhusu mapigo mazito na nchi iliharibiwa, kwa sababu yale mapigo 9 yaliiharibu na kuivuruga nchi kwa kiwango kisicho cha kawaida. Lakini bado Farao aliendelea kung'ang'ana, hamna kwenda kuabudu. Hizi siku 3 ni nyingi mno. Mkitoka kwenye hili mfumo ni nyingi mno. Aliendelea kung'ang'ana mpaka mwisho. Ndio maana nimekueleza, ukisoma ile aya maandiko unaona vitu vingi sana ambavyo Mungu alikuwa anasema na alikuwa anafanya na hawa. Andika hii mistari, tunaenda haraka haraka. Andika hii mistari. Kutoka 5 ule mstari wa kwanza. Kutoka 5 ule mstari wa kwanza. Kutoka 5 ule mstari wa kwanza. Kutoka 5 ule mstari wa kwanza, alafu kutoka 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 22. Kutoka 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 22. Kusoma ile Kutoka 5 ule mstari wa kwanza anasema,
hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Kiendelea kusoma hapa chini, Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Wakasema, Mungu wa Ibrania amekutana nasi, twakuomba tupe ruhusa twende. Mstari wa 4 anasema, mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Mbona mnawaachisha watu kazi zao? Enendeni zenu kwa mizigo yenu. Kisha Farao akasema, tazama watu wa nchi sasa ni wengi, nanyi mnawapumzisha wasichukue mizigo. Na siku ile ile walipoleta idea ya kutoka, siku ile ile Farao akawaamuru wasimamizi wa watu na wanyapara wao akisema, msiwape watu tena majani ya kufanyia matofali kama mlivyofanya tangu hapo, na waende wakatafute majani wenyewe, lakini hesabu ya matofali waliokuwa wakifanya tokea hapo wawekeeni hiyo, msipunguze hata kidogo, kwa maana ni wavivu hao. Kwa hiyo wanapiga kelele wakisema, tupe ruhusa twende kumtolea Mungu wetu dhabihu. Sio tupe ruhusa tuondoke kwenye nchi yako, twende tu tukatoe dhabihu. Kile kitendo tu cha kutoka kwenda tu kutoa dhabihu, Farao hakuwa tayari. Ndio maana shetani anapoona project yoyote, hata kama sio promising, hata kama haionyeshi kwamba inaweza ikawa na matokeo mazuri kwenye maisha ya mtu. Na kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo shetani vinamshangazaga sana, havielewagi, ni namna ambavyo watoto wa Mungu anawafanikishaga. Mungu ana kawaida ya kuwafanikisha watoto wake kupitia vitu vinavyoonekana vinyonge. Kwa hiyo shetani huwa hadharau. Yaani ile idea yako unayoanza nayo kwamba hii idea nataka nianze tu kuuza nyanya, mtaji wangu ni shilingi 3,000. Inawezekana hata we mwenyewe hujaona sana hicho kitu kwamba kinaweza kikakupeleka popote. Shetani anaogopa sana, ili mradi una Kristo ndani yako, anaogopa sana ndani yako, kwa sababu anajua Mungu ana uwezo wa kutumia nyanya za 3,000 kukufanya kuwa milionea. Shetani anajua. Na ndicho ambacho huyu jamaa alikuwa na hofu, kwamba hizi siku 3 tutakapowaachia, hasara tutakayoipata kwa muda wa siku 3 ni hasara kiasi gani? Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo akawaongezea mzigo, akawaongezea kazi ngumu, ili hawa watu awakatishe tamaa. Ndio maana ukiendelea kusoma pia unaona ile hiyo hapo tumesoma. Ukiendelea kusoma tena ile Kutoka 6 mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 9, Kutoka 6 mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 9, Kutoka 6 ule mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 9. Sasa nini Mungu alichokitumia kuwatoa Wayahudi? Kitu gani ambacho Mungu alitumia kuwatoa Wayahudi Misri? Mungu hakutumia pigo la mwisho kuwatoa. Pigo la mwisho halikuwa sababu ya Farao kuachilia Wayahudi. Nitakuonyesha kitu ambacho Mungu alifanya. Mungu alianza kuongea na Wayahudi, aliwapa mbinu namna ya kutoka. Na mbinu mojawapo ambayo Mungu aliwapa Wayahudi, aliwaambia watoe sadaka. Kwa nini Mungu aliambiwa watoe sadaka? Kwa sababu ni mfumo lililokuwa linawatawala la umaskini. Hili dude la umaskini lililokuwa linatawala lilikuwa linatolewa sadaka. Kwa hiyo lilikuwa na nguvu sana, kwa sababu pia ya sadaka ambazo zilikuwa zinatolewa. Ndio maana Mungu anapotoa idea ya kuua mzaliwa wa kwanza, unaposoma maandiko, Biblia inasema Mungu alipigana na aliua mzaliwa wa kwanza. Na unaona kabisa lengo la kuua mzaliwa wa kwanza lilikuwa ni kushughulikia miungu, sio kushughulikia Farao, kushughulikia miungu.
Kwa sababu kilichokuwa kinampa kiburi Farao kuendelea kuwashikilia hawa watu, kumpa ideas kwamba usiwaachie, kwa sababu ile miungu ilikuwa ilikuwa inahisi, haijui, lakini inahisi. Kwa nini? Kwa sababu shetani hajui kila kitu. Ndio maana kuna mtu mwingine unaweza ukamkaribisha kwenye semina namna hii asije. Kwa nini? Kwa sababu mizimu ya kwao inahisi. Na kwa sababu usifikiri tunavyozungumza namna hii shetani anaelewa kila kitu tunachokisema. Shetani ana uwezo wa kukaa hapa akasikiliza mafundisho asielewe jambo lolote. Kinachokufanya wewe, mimi nikazungumza kwa lugha hii ya kawaida halafu ukaelewa, na ndani yako ukasema wow, hiki kitu ni cha kwangu, ukasema hivyo, au ukaona hiki kitu kinanihusu, au huku ndani yako ukasema hakika asante Mungu, ni kwa sababu unaye Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu hizi ni porojo. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Bila Roho Mtakatifu kuwepo katikati. Sasa shetani hana Roho Mtakatifu, kwa hiyo haelewi kila kitu. Kwa hiyo kuna wakati anasikiliza kama maneno, ila ana uwezo wa kupredict kwamba huyu mtu namna anavyosikia, naona ndani yake kuna mabadiliko ndani yake, kuna mabadiliko ndani yake. Hapo ndipo vita. Ndio maana hii miungu sasa ilikuwa ina predict kwamba hawa watu inawezekana wasirudi. Mbona kama wako serious, tofauti na watu wengine wanamuombaga Mungu wao, hatuoni shida yoyote, lakini kwa saizi tunaona kama vile kuna wingu ambalo sio la kawaida. Na ndio maana wakaanza kumpampu Farao. Kwa akili ya kawaida Farao lile pigo la kwanza tu angekubali, kwa sababu nchi ya Misri ilikuwa inaisha, inachakazwa. Unang'ang'aniaje watu wakati unaona kabisa nchi inaendelea kuchakaa? Ni kwa sababu kuna kitu kisicho cha kawaida ambacho kinamwambia no, continue fighting, endelea kupigana, usiruhusu. Tunahisi kwamba kuna kitu sio kizuri kinaenda kutokea. Ndipo Mungu alipoamua kwamba hii vita yangu sasa sitapigana na nchi, ardhi ya Farao. Hii vita yangu ya mwisho nitapigana na miungu, nitapigana na miungu ya Misri. Na alipoweza kuipiga miungu ya Misri, ndipo Farao anasema waruhusuni, waacheni waende. Siku 3 hizo tumewapa, sio waacheni waende moja kwa moja. Hizo siku 3 waacheni waende wakaabudu, watarudi, warudi hapa. Haleluya, haleluya. Kanuni ya kwanza ambayo Mungu alifanya, alitumia sadaka. Alitumia sadaka. Anawaambia Wayahudi watoe sadaka, wachinje Pasaka, wachinje Pasaka. Na kwa sababu yule mwanakondoo wanayeambiwa wachinje haikuwa nyama ya kawaida, anapowaambia kwamba chinjeni, kuleni, malizeni kila kitu, anawapa utaratibu namna ya kuila ile nyama. Lile tukio lilikuwa ni tukio la kiibada, lilikuwa sio tukio la kawaida, kwa sababu lilikuwa na maelekezo ndani ya Mungu, ndani yao. Kitu chochote ambacho Mungu anakupa maelekezo nini cha kufanya, hicho kitu kina sehemu ya ibada. Unajua ibada sio kwenda kanisani, tunaenda sawa sawa. Maana mojawapo ya ibada ni kusikiliza maelekezo na kunyenyekea. Kusikiliza maelekezo na kunyenyekea. Kwa mfano, Mungu akikupa idea ya kuanza kuuza dagaa, hiyo biashara yako wewe ni sehemu ya ibada. Lazima ujue kama ni kitu Mungu amekupa, ni maelekezo Mungu ametoa kwako, lazima hilo tukio ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo utaanza kutanua maana ya ibada kwako. Tunaenda sawa sawa? Kwa hata hiyo biashara yako unapoifungua, unataka ijue kwamba yenyewe ni sehemu ya ibada. Ni ibada. Unapokuwa kwenye hiyo biashara yako ni sehemu ya ibada. Kwa nini? Kwa sababu agizo la kufanya kitu cha namna hiyo limetoka kwa Mungu. Akamwambia mchinjeni huyo Pasaka, mumle usiku, mkiwa mmesimama, mkiwa mmejifunga viunoni mwenu, mkiwa na fimbo zenu. Halafu damu yake pakeni kwenye miimo. Halafu anawapa maelekezo, anawaambia hivi: mtakapotoka na kwenda kwenye nchi ya ahadi, mtakapoingia kwenye nchi ya ahadi, watoto wenu watakapowauliza, kwa sababu hili tukio la kumtoa Pasaka, kwa sababu Pasaka ni sadaka. Tunaenda sawa sawa? Narudia tena, Pasaka ni sadaka. Sisi kwetu Pasaka ni sikukuu, si ndio? Lakini kibiblia Pasaka ni sadaka. Pasaka ni sadaka ambayo ilipotolewa ilisababisha tukio fulani.
Kwa hiyo Mungu aliwaambia Wayahudi, mtakapokuwa mmeingia kwenye nchi ya ahadi, baada ya kutoa hiyo sadaka mkatoka, hakikisheni kwamba hili tendo mnaendelea kulifanya mkiwa kwenye hiyo nchi. Watoto wenu ambao hawakuwepo, watakapowauliza maswali, nini maana ya tukio hili, anawaambia, waambieni haya maneno yafuatayo. Fungua na mimi kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12. Fungua na mimi kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12. Kumbukumbu la Torati 12. Ndio maana kuna vitu hatuachagi kuvifanya. Kwa nini hatuachi kuvifanya? Kwa sababu ni ibada. Hatuachagi kuvifanya kwa sababu ni ibada. Kitu moja wapo ambacho huwezi kukiacha kukifanya ni kutoa sadaka. Huwezi kuacha kutoa sadaka kwa sababu sadaka ni ibada. Anasema hivi, kwanza ule mstari wa 11, nitarukaruka. Wewe nifuatishe tu. Unaweza kaandika hiyo Kutoka 12 ukaisoma yote, lakini mimi naomba nisome ule mstari wa 11. Kutoka 12 mstari wa 11. Kama hujapata naomba unisikilize. Anasema hivi, tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana yake kwa lugha nyingine ni sadaka ya Bwana. Unaelewa kitu ambacho ninakueleza? Ni sadaka ya Bwana, ni Pasaka ya Bwana, ni Pasaka ya Bwana. Haya, soma ule mstari tena, hiyo 12, soma mstari wa 21. Nenda mstari wa 21. Biblia inasema hivi, hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuwaambia, nendeni mkajitwalie wana-kondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinje Pasaka. Sio mkamchinje kondoo, mkamchinje nini? Pasaka. Hii ni sadaka, maana yake mkatoe hiyo sadaka. Haya, angalia ili uelewe vizuri. Twende mstari wa 26 na 27. Anasema, kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza, nini maana yake utumishi huu kwenu? Nini maana yake utumishi huu kwenu? Mtakapokuwa mnayafanya mambo mkiwa nchi ya ahadi sasa, nini maana yake? Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana. Ni sadaka ya Pasaka ya nini? Ya Bwana. Ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za Israeli na wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri, akaziokoa nyumba zetu. Hao watu wakainama vichwa na kusujudu. Haleluya. Sasa angalia. Ukienda kwenye Kiebrania, hili neno Pasaka, hili neno Pasaka kwa Kiebrania linasomeka Pesach, au tunasoma hivyo, tunasema Pesach, ambayo sasa limetokana na neno Pekas likiwa na maana ya hizi maana zifuatazo. Kwa Kiingereza tunasema pretermission. Pretermission maana yake nini? Pretermission maana yake ni hii. Kwa Kiingereza pretermission maana yake hii, letting pass without notice. Pretermission maana yake ni kitendo cha kuruhusu aidha mtu au kitu kipite bila kutambulika. Haleluya. Kwa hiyo alipokuwa anawatolosha alitumia Pasaka ikiwa ni sadaka ya kuwawezesha kutoka pasipo kujulikana. Yaani wanatoka, wanaenda kama wanaenda kuabudu, lakini ndo wanatoroka hivyo. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Kama wanaenda, na aliyetoa hiyo idea ya hiyo sadaka ni Mungu. Kwa hiyo Mungu kwa kutumia sadaka ya Pasaka alipiga upofu miungu, kwa kutumia sadaka ya Pasaka. Na ndio maana tunajua moja ya sababu ya Kristo kufa pale msalabani ilikuwa ni kututoa kwenye umaskini.
Na Yesu alitolewa kama nini? Yesu alitolewa kama sadaka. Alitolewa kama sadaka gani? Hakutolewa kama sadaka ya shukurani, alitolewa kama sadaka ya Pasaka. Haleluya! Alitolewa kama sadaka ya nini? Ili atusaidie sisi kutoroka kwenye hukumu ambayo tulitakiwa kuhukumiwa without notice. Haleluya, 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 haleluya. Lakini pia vile vile hiyo Pasaka tunasema okay, maana yake imetokana na neno. Ukisoma sasa kwenye Kigiriki maana yake sawa ni Passover, lakini original kabisa ya hili neno sasa baada ya kwa Waebrania, original yake ni lugha ya Kilatini. Original hili neno ni kutoka kwenye lugha ya Kilatini. Sio tu passing over au kupita juu ya kitu fulani au juu ya kitu fulani. Tafsiri ya Kilatini inasema kwa Kiingereza imetafsiriwa omission, to omit. Omission, to omit. Sijui omission tunasema ni nini? To omit, yani ile kuomit, sijui ni nini sijui. Eti watu wa Mungu. Naam? Kufanyaje? Kuondoa, si ndio? Kuondoa. To omit, yani kwamba nina vitu vitano hapa, nimeamua kuomiti kimoja, si ndio watu wa Mungu? Manake kwa lugha rahisi hapa tunasema ndo kile kitendo cha kutolewa. Ni kile kitendo cha kutolewa. Sasa sikiliza, umaskini linavyofanya kazi ni kwenye limzunguko namna hii. Ili wewe umaskini usiwe sehemu yako, ni lazima uwe omitted. Lazima uwe omitted. Lazima utolewe. Lazima utolewe. Lazima utolewe. Lazima uondolewe. Unaondolewaje? Unaondolewa hili limfumo likiwa halijui. Hili limfumo likiwa halijui, baadaye linakuja kugundua uko ng'ambo ya pili. Na ndio maana Farao alikuja kushtuka baadaye, baada ya kuona hawa watu wameondoka, alafu ndipo akili namrudia, ndipo ile miungu na yenyewe inaenda inamwambia, sasa sikiliza, tumepigwa hapa, hawa watu wametoka, hawapo tena, wametoka. Farao ndo anafunga kila kitu alicho nacho kuhakikisha kwamba anajaribu kuwafuatilia ili awarudishe. The same. Ndio maana nimesema tukitoka leo usifikiri shetani atafurahi. Shetani hatakuwa na kitu chochote kwako, lakini hatafurahi. Atajaribu kukufuatilia na atafanikiwa kwa watu wengi kama hutasikiliza maelekezo nitakayokupa. Haleluya. Kwa hiyo tukimaliza hili tukio muhimu, lazima tufanye ni kuelekeze jambo lingine ambalo unatakiwa kulifanya sasa baada ya kutoka uwe salama. Kumbuka, wewe unayesoma Biblia, hawa watu walitoka Misri. Je, hawa waliotoka Misri waliingia Kanani? Hakuingia hata mmoja. Watoto wao ndo waliingia. Unajua kwa nini? Kwa sababu hili dudu bado lilikuweko ndani yao. Tunaenda sawa sawa? Walitoka nje ya Misri, lakini Misri ilikuwa bado ndani yao. Kwa hiyo walikuwa wanaenda Kanani bado wakiwa na hilo dude linawafuatilia, lina fight vita na wao. Na ndio maana kuna wakati walikuwa wanakumbuka, sawa tulikuwa tunapigika, kuliko kwenda tunakoenda, bora tubaki, turudi kule tulipotoka, tulikula na nyama, hata kama zilikuwa ni za utumwa, bora turudi. Vita haishi tu kwa sababu umetoka. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Lakini kitendo cha kutoka, unakuwa umevunja mambo mengi kuliko kawaida. Na ndio maana saa ya kutoka, huwa hatutoki tu kwa sababu tunataka kutoka, tunafanya hilo tendo kutoka. No, lazima tuhusishe kitu kifuatacho. Lazima tumuombe Mungu kitu kifuatacho. Lazima tuombe kitu kinaitwa utukufu wa Mungu. Mwambie mwenzako utukufu wa Mungu. Mwambie mwenzako utukufu wa Mungu. Hapa leo hatutoki kwa nguvu za Mungu hapa. Hapa leo tunatoka kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa kuna tofauti kati ya nguvu za Mungu na utukufu wa Mungu. Tunaenda sawa sawa? Nguvu za Mungu inaweza ikawa ni ule uwezo ambao Mungu anakupa kufanya jambo fulani, hata la kawaida tu. Hata tu nikitembea hivi mimi The glory of God ni kile kitendo cha Mungu yeye mwenyewe kuwepo na wewe kila siku kwenye eneo unalokuwepo.
Tunaenda sawa sawa? Sasa angalia, kifo cha Yesu kimetusaidia sisi kuvuka ile level waliokuwa nayo wakina Abraham ambao tunawatamani, kwa sababu wakina Abrahamu walitembea na nguvu za Mungu, wakina Elia walitembea na nguvu za Mungu. Tunaenda sawa sawa? Lakini sisi tumepewa kuvuka hicho kitu. Sisi tumepewa kwa kifo cha Yesu Kristo, sisi tumepewa kutembea na utukufu wa Mungu. Kutembea na utukufu wa Mungu. Sasa ni wachache sana huwa tunatumia hiyo advantage. Tunatumia hiyo advantage ya kuwa na utukufu wa Mungu ulioko ndani yetu. Kwa sababu unaweza ukawa na utukufu wa Mungu ndani yako, alafu huo utukufu haufanyi kitu chochote. Sasa utukufu ni nini? Utukufu ukienda kuangalia kwenye Kiebrania ina neno moja inasema heavyweight. Heavyweight. Glory means heavyweight. Heavyweight. Kwa lugha rahisi, bigger than anything. Hallelujah. Heavy than anything. Tunaenda sawa sawa? Yaani kubwa kuliko kitu chochote, zito kuliko kitu chochote. Hallelujah. Na ndio maana Mungu alipokuwa anaufunua utukufu wake kwenye Agano la Kale, walikuwa wanaona kwa mfumo tu wa nuru. Kwa mfumo wa nuru. Kwa sababu unapozungumza habari ya utukufu wa Mungu, unazungumza habari ya Mungu mwenyewe na kila kitu alicho nacho. Mungu mwenyewe na kila kitu alicho nacho. Sasa utaelewa huyu mwanadamu namna ambavyo Mungu amemfanya kuwa wa tofauti. Namna ambavyo Mungu ametufanya kuwa wa tofauti, kwamba Mungu aje akae ndani yetu na kila kitu chake alicho nacho. Tutembee na Mungu na kila kitu chake alicho nacho, serikali yote, malaika wote, nguvu zote na kila kitu tunachotaka kuwa nacho. Ndio maana kuna wakati utaomba nguvu za Mungu, lakini mimi nakushauri jifunze kuomba utukufu wa Mungu. Sio kwamba haupo, upo. Lakini unapoomba maana yake you acknowledge, unatambua kwamba hiki kitu kipo. Unaposema Mungu ninaomba, leo ninaenda kazini, ninaomba utukufu wako uende pamoja na mimi. Unabadilika, unakuwa dudu moja la hatari kuliko kawaida. Na shetani anajua. Shetani anatamani usiombe kitu cha namna hiyo. Omba nguvu, lakini usiombe utukufu. Kwa sababu ndani ya utukufu wa Mungu kuna kila kitu. Ndani ya utukufu wa Mungu kuna kila kitu. Ndani ya utukufu wa Mungu kuna vitu vifuatavyo. Kuna vitu vifuatavyo ndani ya utukufu wa Mungu. Ndani ya utukufu wa Mungu kuna nguvu. There is power in the glory of God. There is power in the glory of God. Kwa hiyo unaweza ukaomba kwa kitu kimoja tu, ukasema Mungu naomba nguvu zako, naomba nguvu zako, ukaenda na nguvu. Nguvu za Mungu ziko limited kulingana na wewe unavyomjua Mungu. Kulingana na kiwango chako cha ufunuo unachotembea nacho na Mungu, ndivyo hivyo nguvu za Mungu ziko limited. Kwa hiyo ukiwa una deal na nguvu, vitu vingi utakosa. Kwa sababu hatumjui Mungu vizuri. Na kile kiwango cha kutokumjua Mungu vizuri ndicho kinachofanya hata nguvu tunazotembea nazo ziwe kidogo. Haleluya. 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 Lakini unapo acknowledge na kugundua kwamba kuna utukufu wa Mungu, maana yake unatembea na zaidi ya kitu kinachoitwa nguvu. Kwa kuna nguvu ndani ya utukufu, lakini pia kuna neema. Kuna neema. Neema maana yake nini? Neema ni ule uwezeshwaji wa kiungu, uwezeshwaji wa kiungu, uwezeshwaji wa kiungu, upendeleo wa kiungu ambao tunapewa. Uwezeshwaji wa kiungu ndani ya utukufu wa Mungu. Kuna uwezeshwaji wa kiungu. Lakini jambo la pili, kuna hatua. Utukufu wa Mungu unaposhuka juu yako, lazima kuna hatua unapata. Lazima kuna hatua unapata. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya utukufu wa Mungu kuna knowledge. Kwa sababu ndani ya utukufu wa Mungu kuna ufahamu, kuna ujuzi, kuna kupewa ujuzi. Utukufu wa Mungu unaposhuka juu yako, unapata ufahamu, unapata akili, unapata ujuzi, lakini sio nguvu. Nguvu zinaweza zikashuka na zikakaa na ujinga alionao mtu mpaka zikammaliza na zikamuua. Kwa utukufu wa Mungu ndani yake kuna hatua, unapata hatua. Ukiomba utukufu wa Mungu kwenye biashara yako, utapata hatua kwenye biashara zako. Ukimwomba Mungu utukufu kwenye kazi yako, utapata hatua kwenye kazi yako. Lakini pia ndani ya utukufu wa Mungu kuna kitu kinaitwa haki ya Mungu. Haki ya Mungu. Haki ya Mungu, the righteousness of God, haki ya Mungu. Lakini pia ndani ya utukufu wa Mungu kuna uso wa Mungu. Uso wa Mungu, the presence of God. Uwepo wa Mungu. Mungu mwenyewe anakuwepo. Kwa
Kwa hiyo leo tutakapokuwa tunatoka, Mungu mwenyewe atakuwepo huko ndani. Na ndio maana hili tukio linakuaga special sana. Linakuaga special sana. Sisi wenyewe tumeona hili tukio linakuwa special sana. Inategemea tu hao watu wameelewa kiasi gani na wako tayari kiasi gani kutoka. Na kwa sababu linakuaga ni very very special. Lakini pia kunakuwa na utajiri. Ndani ya utukufu wa Mungu kuna utajiri. Kwa hiyo leo tunapotoka hapa, hatutoki tu kwenye umaskini alafu tukaanza kuhangaika polini. Unatoka kwenye umaskini, unavuliwa vazi la umaskini, unavikwa vazi la utajiri. Kwa hiyo ukitoka hapa unatoka ukiwa tajiri. Sasa issue inakujaga hapa kukubali kwamba mimi sasa ni tajiri. Hapo ndipo issue inapokujaga. Kwa sababu lazima huyu shetani aje, mizimu ya kwenu ambayo imeandika hatima kwamba hawa watu watakuwa maskini. Mizimu ya kwenu itakuja, itapiga kelele, wewe bado ni maskini, bado una matatizo, bado uko pale pale, bado wanaweza hata wakacreate tatizo fulani. Wakicreate hilo tatizo nakwambia, si unaona hujaenda kokote. Mwisho wa siku nasema no, mimi niko vile vile, sijawahi kutoka kwenye umaskini hata siku moja. Kukubali hicho kitu ni issue. Lakini nakwambia ukikubali tu hicho kitu umemaliza. Anafahamu huyu mtoto wangu huyu mdogo pia anafahamu. Tulikuwa sehemu fulani, akaja kijana mmoja, tulikuwa tunaomba tunatoka. Yule kijana ni very handsome, mtanashati kweli kweli. Yaani anapendezaga, yeye kanisani yuko pale, ni muda wote anapendezaga. Unajua tulipoanza kuomba, yaani ile tumeanza kuomba tunatoka saa hiyo, tunatoka. Unajua yule kijana alilia, ninaona kamasi zina analia anaomba. Unajua baadaye tukaenda, mke wangu akamvuta akaja pale akaniambia tumkumbatie tu, nikamkumbatia nikasema sasa imekuwa. Tumetoka pale nje akasema mtumishi, sihitaji chochote. Naomba tu nikwambie kitu kimoja. Sasa akaniambia naomba dakika 5 tu nisubiri. Akatoka na pikipiki yake mara moja, halafu akarudi. Kuna kitu akafanya. Akaniambia mtumishi, umetuombea wengi hapa. Akaniambia mimi nataka nitoe ushuhuda. Mimi nitakuwa mtu wa kwanza kutoa ushuhuda, wa kuwa kijana wa kwanza kuwa tajiri hapa utakaporudi. Mimi sielewi utarudi lini, lakini utakaporudi ushuhuda utakuwa wa kwangu wa kwanza. Sijui bahati mbaya, sijui bahati nzuri. Tumemaliza ile semina, wakatuomba pale, mtumishi tunaomba mrudi tena. Tukaangalia ratiba yetu pale, tunawaambia lini, wanatuambia ikiwezekana hata mwezi ujao. Ambia okay, tukaangalia ratiba yetu tukaona kwamba inaruhusu kama baada ya miezi 3. Kaambia baada, wakasema haina shida. Hii miezi 3 hili tunaliweka. Alafu nikakumbuka lile wazo kwamba yule kijana alisema tukirudi. Sasa je, alikuwa anafikiri tutarudi lini kwa mfano? Kwenye akili yake alikuwa anafikiri, lakini alisema siku yoyote mtakaporudi hapa. Tumerudi tena. Ilikuwa ni mwezi wa 12, tumerudi. Yule kijana akaja akaniambia akasema, baba, jambo la kwanza, nilikuwa nje kwenye gari, akaniambia ile gari unayoiona pale baba ni ya kwangu. Akaniambia huwezi amini, saizi nina gari 4. Kwangu anafahamu. Akasema nina gari 4. Akasema mimi naomba nikuulize kitu mtumishi. Sasa yeye anaona kama vile anatupa surprise. Akasema mtumishi, naomba nikuulize, hivi unaelewa kwamba unavyofundishaga vinatokea au unafundishaga tu? Niambia sasa, inawezekana sielewi vizuri, labda unishuti. Akasema yani mimi namuulizaga, hivi mtumishi anaelewa kwamba hivi vitu vinatokea? Anasema kwa namna ambavyo mambo yamekuwa kwa spidi, anaeleza ushuhuda wake. Anasema mtumishi, siku ile nilivyokuja hapa nilikuwa na pikipiki ya mtu, na yule mtu alitaka kuninyang'anya, alikuwa ametaka kuninyang'anya pikipiki yake kwa sababu ni ya mkataba. Nilikuwa nimepita kwenye changamoto, kuna siku zinapita 2-3 sijauza kabisa. Kwa hiyo akataka kuninyang'anya ule mkataba ufanyeje? Ufe. Anasema benki nilikuwa na 2.5. Siku ile nakwambia nisubiri hapa, nilienda benki nikachukua ile hela yote. Nikamwambia Mungu, mimi ni mzaliwa wa kwanza kwetu. Huku naishi kwa mjomba wangu.
Ananiambia hata hapa nilipo mjomba wangu yuko hapa, naye yuko pale kanisani. Anasema mjomba wangu hajui kwamba nina magari 4, yeye anajua ninayo 2. Sijataka hata kusema. Nataka nifike mahali fulani alafu nimpe surprise. Nimwambie surprise uncle. Haleluya. Haleluya. Ananiambia, anasema huwezi kuamini, baada ya ule muda, baada tu yale maombi nimetoka hapa, yani kazi zilianza kuja nyingi za ajabu. Nikafanikiwa kabla hata sijamaliza huo mkataba, ndani ya zile wiki 3 nikanunua pikipiki 4. Hasa kwa sababu nilikuwa natengeneza hela. Anasema kwa hiyo nilikuwa natengeneza 900,000 sijui kwa muda gani. Anasema baadaye nikakutana na dada mmoja, yeye alikuwa na gari yake ambayo ndio hii hapa sana itumia. Akawa ananiambia inamsumbua na nini, akaniambia mimi nataka kuiuza. Nikamwambia basi niuzie mimi. Hapo sina hata 100. Akaniambia sawa, lete milioni 12. Anaambia hapo sina hata 100. Nikamwambia dada, sasa mimi ninaomba nitakupa milioni 4, nyingine nitakumalizia baada ya wiki 3. Anasema saa hiyo sina hata 100 kwenye account. Anasema yule dada akaniambia okay, nitafikiria. Kesho akanipigia simu akasema una milioni 4 umesema? Akasema ndio. Akamwambia njoo. Akajipiga, hivi naenda wapi kuipata hii milioni 4? Anasema huwezi kuamini mtumishi, nikapigiwa simu na watu fulani, nikawafanyia kazi fulani, hiyo milioni 4 nikaipata ndani ya hiyo siku moja. Nikaenda nikampa yule dada, akanipa hiyo gari. Hiyo gari nikapata tenda kwenye kampuni fulani, nimefanya kule, nimepata haya magari 4 hivi saizi. Yani mtumishi, hivi Mungu huyu, hivi unaelewa kwamba anafanyaga Mungu? Naambia ndio maana sasa namsema, kwa sababu ninajua anafanya. Haleluya. Nini? Very simple. Sio kwa sababu nilikuwa na upako mwingi siku hiyo. No. Aliamini kwamba nimetoka, nimevikwa vazi la utajiri. Mimi ni tajiri. Kuanzia leo mambo yangu yataenda kama tajiri, sio kama maskini. Hili dudu ndilo lililokuwa linafanya naendesha bodaboda ya watu, hata siuzi. Kwa sababu huku kwetu mamizimu yanakataa kwamba hamtakiwi. Hata hiyo tu ya mkataba hiyo hutakiwi kuwa nayo. Hutakiwi kuwa nayo. Nini? Tumekutana na mtu mmoja amemaliza bodaboda mkataba, amemaliza tu leo, kesho akapata ajali akavunjika, anatibiwa mpaka leo yuko hospitali. Mizimu ya kwao haikubali, haitaki. Anataka abaki kwenye hilo liduda linaloitwa liumaskini, abaki hapo. Kwa hiyo ndani ya utukufu wa Mungu kuna utajiri usio wa kawaida. Ndio ile nguvu niliyokuambia Mungu anakupa. Na ndio maana saa tunapotoka hapa, kila watu wanapokea manifestation yao. Kuna mwingine haoni chochote, lakini tumeshuhudia kuna mwingine anakuja kufanya hilo tendo, hawezi. Tunamsaidia. Kila mtu tunataka aingie kwenye hicho kitu, afanye hicho kitu. Hawezi, atahangaika, tutambeba, anamaliza. Akitoka hapo anakuambia iseme mtumishi huwezi kuamini. Mmoja akatuambia akasema, hii miguu ilikuwa inaniuma, hii miguu. Yani ilikuwa nalala muda wote nyumbani miguu inaniuma. Ile ninakuja hapo ghafla miguu ikafungwa, sitakiwi kutembea. Hawezi kutembea, hawezi kuingia hapo ambapo tunafanya hilo tendo. Tukamsaidia. Hivyo akapita kwenye lile eneo. Mungu akafungua. Anasema sasa hizi nimekuwa mwepesi. Kwa hiyo ndani ya utukufu wa Mungu kuna miujiza pia. Andika na hilo. Kuna miujiza ndani ya utukufu wa Mungu. Hili ndilo eneo ambalo unakuja ukiwa na magonjwa, halafu ukitolewa kwenye hilo limzunguko la umaskini, magonjwa mengi yanaondoka. Hiki ni kipindi ambacho tunashuhudiaga magonjwa mengi yanaondoka. Hiki ni kipindi tunachoshuhudiaga mapepo mengi yanawaacha watu. Haleluya. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa sana. Sasa mtu wa Mungu, uko tayari? Uko tayari? Uko tayari kiasi gani? Lakini pia ndani ya utukufu wa Mungu kuna kitu kinaitwa ukamilifu wa furaha, fullness of joy. Furaha, ukamilifu wa furaha uko ndani ya utukufu wa Mungu. Lakini pia kuna wema wa Mungu ndani ya utukufu wa Mungu. Kuna wema ndani ya utukufu wa Mungu. Sikiliza, mtu pekee, eneo kichwa chako, mtu pekee aliyeonja utukufu wa Mungu kwenye shughuli alizokuwa anazifanya, kwenye shughuli anaenda na utukufu wa Mungu. Aliyeonja utukufu wa Mungu sio wa kawaida ni Musa, wala sio Elia, pamoja na kwamba alinyakuliwa, wala sio Elisha, pamoja na kwamba alifanya miujiza mingi namna ile,
wala sio nani. Kwenye Agano la Kale aliyeonja utukufu, mwambie mwenzako utukufu, aliyeonja utukufu wa Mungu ni Musa, wala sio Abrahamu. Abrahamu alishuhudia tu siku moja utukufu wa Mungu uliposhuka, Mungu alipokuja kusema naye kwenye ile Mwanzo sura ya 15. Mungu anapokuja kushuka na kusema naye kwa habari ya future, anapoanza kumsemesha habari za future, aliona tu utukufu wa Mungu, aliogopa kuliko kawaida. Lakini Mungu anapomtoa Musa alimuuliza swali Mungu, utawatoaje hawa watu? Nitawapelekaje hawa watu? Angalia kitu ambacho Mungu alimwambia. Hakumwambia nitakupa nguvu, alimwambia utukufu wangu utaenda pamoja na wewe. Walipomkorofisha njiani, unajua Mungu alisemaje? Si umesomaga mtu wa Mungu, tusipoteze muda, tuende kwenye hilo tukio, si ndio? Walipomkorofisha Mungu akamwambiaje Musa? Akamwambia hivi, Musa sikiliza, hawa watu ni watu wenye shingo ngumu. Utukufu wangu ulikuwa unaenda pamoja na ninyi, lakini kuanzia leo utukufu wangu hautaenda na ninyi, ila nitawapa malaika wangu ataenda na ninyi, ila utukufu wangu hautaenda na ninyi. Anamwambiaje Musa? Anasema kwa sababu watu hawa ni watu wenye shingo ngumu, nikiingia katikati yao, anasema dakika moja tu nitawamaliza wote. Mwambie mwenzako dakika moja tu. Ndio ilivyoandikwa. Ukisoma ile Kutoka 33 yote ndivyo ilivyoandikwa. Dakika moja tu nikiingia katikati yao nitawaua wote. Kwa sababu hiyo utukufu wangu hautakuwepo hapo. Kwa sababu utukufu wangu ukiwepo, maana yake mimi nipo katikati yao. Kwa sababu hiyo malaika ataenda nao. Angalia Musa alichosema. Musa alisema hivi, kwa sababu ameshaonja. Akamwambia, sikiliza Mungu, utukufu wako usipoenda pamoja na sisi, hatuondoi mguu hapa. Kwa sababu aliona ndani ya utukufu wa Mungu kuna uwezo wa kushindiwa vita. Aliona kuna vita zilikuwa zinapiganwa, sio wao wanapigana. Yaani ile wanaenda, wanatembea, adui zao wanateketea huko pembeni. Kuna maeneo wa Israeli walikuwa wanapita, hawainui upanga kwa sababu walikuwa bado hawajajua kupigana vita. The glory of God ilikuwa inawatisha, maadui wanasambaratika wenyewe. Sasa Musa akafikiria, huo utukufu ukiondoka alafu malaika akaenda, malaika akiferi je? Naambia no, hatuondoki hapa utukufu wa Mungu usipoenda pamoja na sisi. Unajua Mungu anamwambiaje Musa? Anamwambia Musa, sikiliza. Ninakujua umepata neema machoni pangu. Utukufu wangu utaenda pamoja na wewe, na mimi nitakupa raha. Haleluya. Manake nenda ukaangalia lile neno nitakupa raha. Lile neno nitakupa raha, lile raha sasa kaangalia tafsiri yake. Anasema nitakupa wepesi. Huu ni mzigo mzito, lakini utauona ni mzigo mwepesi kuubeba. Umewahi kufanya biashara ukiwa umebeba utukufu wa Mungu? Mimi nakuhakikishia, jaribu. Hata kesho ukienda kazini, jaribu. Yale maombi ambayo unaombaga kila siku. Yaani pale kazini kuna mtu mmoja ananifanyiaga uchawi. Kwa kila siku huko busy. Ukienda ofisini na wasiwasi, atakuwa amegusa kichwa hiki kiti. Kwa jina la Yesu natakasa. Kama amegusa hapa, natakasa. Nenda na utukufu wa Mungu alafu uone. Hutakuwa na muda huo sijui amegusa hapa au sijui amefanyeje. No, anakupa raha. Hiyo ndio sasa ambayo adui wanakujia kwa njia moja, wanatawanyika kwa njia 7. Alafu wewe mwenyewe hata hujui. Ghafla tu unashangaa, kesho amekukasirikia. Za asubuhi nzuri. Unajiuliza kwa nini nimemkosea nini? Mbona hata mshahara wa kwake ni mkubwa kuliko wa kwangu? Kwa nini sasa ananikasirikia namna hiyo? Sikiliza. Alivyoleta vimawazo vibaya, kukuwazia vibaya, Mungu mwenyewe akaenda akamwambia, we thubutu. Nina utukufu wa Mungu. Wewe kutuambia mahali fulani tulikuwa tunaenda, wakatuambia yani hapa ni wachawi. Kuna mtumishi aliwahi, sasa ndo unaenda sasa hiyo, hujaanza kusimama. Yaani kuna mtumishi fulani, yule mtumishi alikuwa sio wa maombi sana,
Sasa unajiuliza wewe mwenyewe, unajipima, hivi mimi ni wa maombi kweli hapa? Natoboa hapa kweli? Unakumbuka kabisa umetoka nyumbani hata hujaomba sana, hata hujafunga siku hii. Sasa yani kuna mwingine alipanda madhabahuni hapo akaanguka, mguu sijui ukavunjika, sijui ikatokea nini. Naambia sawa, tunaenda na utukufu wa Mungu. Sasa Mungu, utukufu wako uende pamoja na sisi. Tuko kwenye madhabahu, tuko tunahubiri, alafu ghafla kuna kama mtu akakakamata kule nyuma. Nimekuja kukuua. Naomba sasa, kwa nini hujaniua? Yaani hapa nilipofika hapa tulikuja na wenzangu, lakini nilipokutazama hivi nikaona kabisa wewe ni mtu mzuri. Mimi nimeua watumishi wengi, ila nikaona wewe ni mtu mzuri, huna tatizo lolote. Sasa wenzangu wanapotaka kukushambulia nikaanza kukuzuia. Yaani eti nikaanza kulindwa na mchawi. Hujaelewa wewe ni nani. Haleluya. Hujajua wewe ni nani. Kuna wachawi wanaweza wakaenda shambani kwako, alafu ukaamuru malaika, badala ya kuharibu shamba wakakuta wanalima shamba lako. Unaamka asubuhi shamba limelimwa. Wakati mwingine sio kuwaua wachawi. Haleluya. Usiuaue ovyo, wape kazi. Amekuja nyumbani unaambia kaoshe vyombo, alafu kiosha timua, kesho haji tena. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunaenda sasa kwenye maombi, tunaenda kwenye hilo tukio. Uko tayari mtu wa Mungu? Sitamani kumwacha mtu yoyote. Tutaomba utukufu wa Mungu hapa. Malaika watashuka hapa. Wenye macho mtaona hilo wingu kubwa la malaika ambalo hujawahi kuona, utaliona hapa. Nasema kitu ambacho ninakijua, tunaona vitu vya namna hiyo. Haleluya. Operation zitafanyika hapa. Tunaenda sawa sawa? Operation zitafanyika hapa. Mimi sijui, sipati watoto. Sikiliza mtu wa Mungu, umaskini ni kitu kibaya. Kwa sababu umaskini eneo mojawapo ambalo huwa linapigaga sana ni kwenye uzao wako. Kwenye uzao wako. Umaskini eneo mojawapo ambalo linapiga sana. Ndio maana kuna wengine wanazuiwaga wasipate watoto. Haleluya. Haleluya. Na hapa tunapofanya hili tukio, tunashughulikia wadai madeni wa kiroho. Unawafahamu wadai madeni wa kiroho? Yale madudu ambayo yalikuwa yanawadai baba zako na mama zako, madeni waliokuwa wanawadai ya kiroho, ambayo wao unatakiwa kulipa. Kumbuka nilichokueleza. Hivi unafahamu sisi ule shida tulizonazo kwenye uchumi, hivi unaelewa tatizo la kwanza lilianziaga wapi? Kwa baba zetu na mama zetu. Kwa sababu mpango wa Mungu ilikuwa ni kwamba baba atengeneze mazingira, wewe unazaliwa unakuta kila kitu kiko tayari. Ndio mpango wa Mungu, ndio Biblia. Haleluya. Akuachia kila kitu na mahali pa kuanzia. Leo hii waulize wakina Kasa walivyosafa mpaka amefika hapa. Nenda ukamuulize alivyosafa. Muulize baba yako alikuachia milioni ngapi. Muulize yote ambayo unamjua hapa amefanikiwa na hela hapa. Muulize, mgeukie au hapo, mgeukie. Au watu fahamiani. Unamudu huyo, muulize alikuachia ngapi baba yako. Kwa hiyo sisi tuna fight, tunalipa madeni ya wazazi wetu. Na haya madudu yako muda wote kuja kudai. Mengine yanadai watoto. Unazaa watoto wanakufa kwa sababu kuna deni you pay. Unaingiza pesa, yanakuja yanadai. Baba yako kuna mahali fulani alikosea, kuna deni lazima ulilipe. Unapata hela inalipwa. Ndio yale unasema, yani napata hela sioni inafanya kitu gani? Unalipa madeni. Yani nikilala naona nakimbizwa. Okay, wanakukimbiza ili wafanye nini? Unakumbuka kipindi kile cha kodi ya kichwa? Unakumbuka kipindi kile kodi ya kichwa baba zetu walivyokuwa wanakimbia, wanashinda polini, wanaogopa kukamatwa? Ndio hivyo, wanakimbizwa na mgambo. Ndio hivyo, wakati mwingine yanakukimbiza ulipe deni. Sasa wewe hutaki. Yani nimeona ananikimbiza, ameshika nyundo. Ndio wanataka ulipe deni. Wale wanaosoma Biblia wanajua kwenye kitabu cha Wafalme. Si unakumbuka kuna nabii alikufaga? Si unakumbuka? Alafu wakaja watu kwa mama mjane, wanamwambia mume wako, na mume alikuwa ni nabii. Mume wako alikopa deni, amekufa na deni. Sasa tumekuja kuchukua watoto.
Hawasemi tumekuja kukuchukua wewe mke wake kwa sababu ndio mlikula wote. Watoto siku zote. Hili ni roho la umaskini. Eneo la kwanza ni watoto. Kwa kama wewe ni mtoto wa baba yako na mama yako, wewe ndio ulikuwa target yao ya kwanza. Haleluya. Kwa hiyo unapotoka, jambo la kwanza unawadhibiti hao wadai madeni ambayo wewe hayakuhusu. Sasa naomba uniangalie. Tutafanya hapa haraka. Ni tendo la dakika chache tu. Tunaenda sawa. Sikwambii mimi nini kitatokea. Kila mahali kutakuwa na manifestation yake. Wewe mruhusu Mungu akuhudumie anavyotaka. Usiwe na hofu yoyote. Wewe umependwa na Mungu. Ili mradi uko hapa. Haleluya. Pamoja na mambo mengi. Ili mradi, nilisikia mmoja alikuwa anaongea sijui na mama kama sijakosea. Anaambia nilikuwa nataka kusafiri lakini sisafiri. Umeacha na mambo yako kwa ajili ya tukio kama hili. Wako wenzako sio kwamba wana safari, hana safari wala hana kazi yoyote, yuko nyumbani. Njoo basi hapa utoke. Nina mambo mengi. Mambo gani mengi? Ili dudu ndio linamuonyesha kwamba wewe una mambo. Sembuse wewe umeacha vitu vyote. Nimeanza kukusemesha tunatoka. Kitu ambacho ukioni kwa macho. Kwa hiyo imani ya kusaidia kutoka unayo. Inatosha. Hauhitaji imani nyingine zaidi ya ulionayo. Wala shetani asikwambie huna imani, inatosha. Na hata kama ndani yako huamini, mimi ninakuombea kwa Bwana, Mungu akusaidie kutokuamini kwako. Leo utoke na utatoka. Uniangalie ninachofanya. Umeona hapa Natoka huku, si ndio? Natoka huku. Wote nafikiri wote tutokea hapa, si ndio? Tunatoka huku. Unakuja hapa. Kukubwa wapi? Huku. Kukubwa huku Kuko sawa. Haya, unazunguka hivi, sawa? Unazunguka hivi. Huu ni mzunguko wa kwanza. Si nilitokea hapa? Huu ni mzunguko wa kwanza. Unaendelea tena. Tutaenda haraka, sawa Tutakuwa tunatembea haraka. Alafu huu ni mzunguko wa pili. Ukikamilisha mzunguko wa pili, unapiga kelele yako, unasema nimetoka. Haleluya. Unasema nimetoka. Alafu ukifanya hilo tukio la kutoka, ukijisikia kuomba, kama utapiga magoti madhabahuni hapa, we piga magoti, omba. Haleluya. Omba vile ambavyo unataka. Kama ni kumshukuru Mungu, wewe mwambie Mungu asante. Ikiwezekana hata kama hujui kuomba, wewe mwambie tu Mungu asante. Mungu, ninaamini kwamba nimetoka. Mimi sio maskini tena. Nimevikwa vazi la kitajiri. Mimi ni tajiri. Na kuambia kila kitu cha kwenu kinajua kwamba huyu mtu amebadilika. Hawakukuona ulichokuwa unafanya, ila wataona matokeo ambayo Mungu anafanya. Kwa hiyo tutatoa na sadaka zetu. Kumbuka kitu ambacho Mungu alifanya. Walitoa Pasaka. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Ndio maana sasa utanielewa jana nilipokuambia tunatoa sadaka. Sasa inawezekana tulipokuwa tunasema tutatoa sadaka, inawezekana hukuelewa, lakini neno lilipokuwa linaendelea hapa ndio umeelewa sasa. Kumbe alafu sikujiandaa. Isikupe shida. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Wewe sadaka yako unaweza ukaitoa kesho, unaweza ukaitoa kesho kutwa. Tunaenda sawa. Unaitoa muda wowote utakaojisikia ndani yako, unavyoongozwa na Roho Mtakatifu, lakini usilazimishwe na mtu yoyote. Lakini pia kama ujisikii kutoa sadaka, acha. Mimi sio mtumishi mzuri sana kwa sababu nakwambia uache kutoa sadaka, lakini lengo langu ni kwamba ulifanye hili tendo kwa sababu wewe mwenyewe unasikia ndani yako. Haleluya. Na tunapotoka hapa, sikiliza, tunapotoka hapa, usitoke na liukoo lako. Achana nalo kwanza. Usitoke nalo. Litakusumbua na wala hutatoka. Na watakao kurudisha nyuma ni hao ndugu zako. Tunaenda sawa? Kwa hiyo toka wewe peke yako na mume wako na mke wako na watoto wako na vile ulivyo navyo. Unatoka
toka navyo. Una biashara wala usidharau. Hata kama ni biashara ulikuwa nako kalikufaga, lakini unasema nitafungua tena, toka nako. Umenielewa mtu wa Mungu? Kuna mtu amenielewa? Sasa jana tulisema andaa bahasha yako. Kama uliandaa bahasha sawa, lakini kama hukuandaa bahasha, bahasha ziko hapa kwa yule ambaye anahitaji bahasha. Nyosha mkono wako, naomba mnisaidie haraka haraka, tukimbize haraka haraka. Watumishi naomba mtusaidie haraka haraka, tugawane. Na ndio maana nilikueleza, nilisema una uwezo pia wa kutolea na watoto wako. Lakini inawezekana ukujiandaa kwa ajili ya hilo. Mwingine leo ndio siku yako ya kwanza. Unaweza ukajiandaa ukatoa sadaka yako kesho. Unaweza ukatoa sadaka yako siku nyingine, kesho kutwa, kwa sababu tuko hapa. Lakini pia unaweza ukatoa sadaka yako kwa maelekezo atakayokupa Roho Mtakatifu. Sio lazima uilete hapa madhabahuni. Inawezekana Roho Mtakatifu akakupa maelekezo mengine ya utoaji wako wa sadaka. Wewe fanya hivyo, usiogope. Kuna mkono kule. Kuna mikono mingi sana. Jamani, mbona wote mko hapa mbele mnaogawa bahasha? Kule nyuma. Baba, bahasha naona hazitoshi. Okay, wanafuata dakika moja wakati nakupa haya maelekezo tunayokwenda kuyafanya. Haleluya. Bwana Yesu amebarikiwa. Naomba unitazame. Kwenye eneo hili la sadaka, hutakiwi kushikiwa akili na mtu. Sawa Fanya kama moyo wako unavyopenda, moyo wako unavyosikia. Fanya kulingana na kule unakofikiri unataka kwenda. Wewe unakotaka kwenda. Mpe nafasi Roho Mtakatifu ya kusema na wewe. Tulikuwa Tabora, tukaomba, tulikuwa na utoaji wa sadaka namna hii. Tukatoa sadaka, halafu kuna mama mmoja Roho Mtakatifu akamwambia, sadaka uliyotoa haitoshi, toa sadaka nyingine. Endelea kuchukua hiyo bahasha wakati unanisikiliza. Akamwambia, toa sadaka nyingine. Yule mama akaja akatuambia, akasema alimwambia Mungu, mbona mimi sadaka nyingine sina ya kutoa? Sasa yeye anasema hivyo. Mimi sikuambia watu walete sadaka nyingine. Na mimi hivi ndivyo ninavyoongeaga. Hatujawahi kwenda mahali tukamlazimisha mtu atoe sadaka. Kwa sababu kama ningekuwa nakusanya haya mabahasha alafu naondoka nayo, hapo sawa, ndio ningekushawishi sana labda. Lakini hatujawahi kufanya kitu cha namna hiyo. Hata kwenye masemina tunaoandaa si wenyewe, hatujawahi kufanya kitu cha namna hiyo. Utoaji wa sadaka, Mungu anasema anampenda mtu anayetoa kwa moyo wa kupenda. Haleluya. Anampenda mtu wa namna hiyo. Na utoaji wa namna hiyo huwa unalipa sana kuliko kawaida. Yule mama akasema, Mungu ameniambia hivyo, nimeona sina chochote cha kutoa, nimekuja na kitenge, nataka nitoe sadaka kitenge. Nikagundua kwamba nina kitenge. Alikuwa anauguza mume wake, yuko nyumbani, hospitali wameenda, ametibiwa, ana kansa, wakamwambia kwamba imeshindikana, hali kitu chochote yule baba, hali chochote. Wakamwambia rudi naye nyumbani. Alipokuja kutoa ile sadaka, nikamwambia ina shida, kikapu kitawekwa hapo, utatoa hiyo sadaka yako. Baadaye wakati wa sadaka, kikapu kilipowekwa, akatoa hiyo sadaka yake. Alipotoa hiyo sadaka, akarudi nyumbani. Ile amerudi nyumbani, akakuta mume wake amekaa mlangoni. Ametoka chumbani, amekaa mlangoni. Alikuwa hawezi kutembea. Na tulikuwa hatuombei wagonjwa, tulikuwa tunaombea kitu kingine kabisa. Akauliza ni saa ngapi amepata nafuu. Muda ule ambao ametoa huku sadaka, ndo wanamwambia ndo muda ambao ameamka kutoka chumbani, ameenda sebuleni. Wamemtengenezea na uji, tumempa na uji, amekunywa, anaongea tu, anasema ninashangaa tu, yani nikashukiwa kama vile nimevalishwa nguo fulani, nikapata nguvu, nikatembea kama unavyoniona mzima. Tumerudi mara ya pili, yule baba amekuja.
Na yule mama anatuonyesha huyu ndio baba ambaye nilikuwa nawaambia anaumwa. Sasa ngoja nikuonyeshe. Yule baba hakupona kwa sababu mimi upako wangu ndio ulimponya. No. Yule mama alisikia neno, alimsikiliza Roho Mtakatifu, akafanya kama Roho Mtakatifu anavyomueleza, Mungu akafanya. Tunafahamu kuna watu huwa wanapona kwa sababu ya upako ambao Mungu ametupa, lakini kuna mazingira kabisa tunajua mimi sijahusika. Tunajua kwamba hapa mimi sijahusika, ni Mungu mwenyewe amefanya. Imani yake imefanyaje? Hata Yesu aliwaambiaga hivyo wengine, imani yako sio mimi Yesu, imani yako wewe imekuponya. Naomba usimame, naomba usimame. Kuna yote anataka basha? Kuna yote anataka basha? Naomba tuweke chombo hapa. Naomba tuweke chombo. Hatutazuia watu sasa hapo kupita, tutawazuia. Irudi nyuma kabisa, irudi nyuma, maana hapa virudi nyuma kabisa. Kuna mtu atakuwepo hapo. Hiki kiondoe, kisiwepo hapa mbele. Kirudishe nyuma na chenyewe, yani manake virudi nyuma huko mamangu. Uko tayari mtu wa Mungu? Uko tayari kabisa? Kabisa kabisa. Unamwamini Mungu? Neno umelisikia, umeelewa? Umeelewa mtu wa Mungu? Vizuri sana. Naomba niombe. Kwa umekamata hivyo sadaka yako na misha kichwa chako chini, naomba niombe. Mungu wetu na Baba yetu uliye hai, tunakushukuru kwa majira na wakati huu. Ijulikane Mungu kwamba wewe haufurahii umaskini wa mtumishi wako. Ijulikane kwamba wewe ni Mungu unayefurahia mafanikio ya mtumishi wako. Asante kwa sababu ndio ile saa, Bwana Yesu, ndio ile saa ambayo shetani haipendi. Lakini asante Mungu kwa sababu sisi tumeona kibali machoni pako na mbele za uso wako. Asante kwa kutufadhili na kutusaidia Baba, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Damu yako inayonena mema, ninaomba inene mema Baba, tukuone. Inene mema, tukusikie. Ile sadaka uliyoitoa, ile ya Pasaka, haifanani na sadaka yoyote tunayoweza kuitoa. Tazama mtumishi wako amekuja na sadaka yake. Mwingine anatoa kwa ajili ya watoto wake, mwingine kwa ajili ya familia yake, mwingine kwa ajili ya ndugu yake anayempenda, Bwana Yesu. Mwingine anatoa ili ndugu yake aache pombe, na ni kwa sababu anajua wazi kabisa ile umaskini ndio limempa huyo ndugu kuwa mlevi. Mwingine anajua kabisa kwamba umaskini ndio umempa kuwa mzinzi. Bwana Yesu, kwa utukufu wa jina lako, ninaomba kutana na mtumishi wako huyu sasa. Tunapofanya hili tendo la imani, ukawe na matokeo sawasawa na mapenzi yako, sawasawa na neno lako. Sifa, heshima, utukufu na mamlaka virudi kwako, kwa kuwa Mungu umetupenda, umetujali. Takabali sadaka ya mtumishi wako Baba. Ninamuombea pia yule ambaye leo hana hiyo sadaka. Mungu mtakatifu, ninajua anatamani angekuwa na hiyo sadaka, lakini hili liumaskini halimruhusu hata kuwa na sadaka. Umesema kwenye neno lako tusiende mikono mitupu nyumbani mwako, lakini mtumishi wako amekuja mikono mitupu, sio kwa sababu anapenda, hapendi. Bwana Yesu, ninaomba sasa ile huruma yako, kwa sababu utukufu wako uko pamoja nasi jioni ya leo. Ndani ya utukufu wako kuna kuhurumiwa, ndani ya utukufu wako kuna hatua, ndani ya utukufu wako kuna kuvikwa vazi la utajiri. Ile nguvu inayoitwa utajiri, nguvu ya fedha iko ndani Mungu ya utukufu wako, katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, ninaomba Baba wa rehema, Mungu wa neema, ninaomba sasa achilia utukufu wako katikati yetu. Utukufu wako Bwana ushuke, uwepo kwenye hili eneo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, sawa sawa na imani ambayo mtumishi wako aliyoiweka. Yuko tayari kwa imani hii aliyoiweka. Bwana aone mipenyo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa ninaruhusu malaika wa operation, malaika wenye ujuzi mbalimbali, malaika wa biashara shuka, malaika wa upasuaji shuka, malaika kilimo, uvuvi shuka,
kila eneo, kila eneo, kila eneo, kila eneo wa uzao, shuka katika jina la Yesu. Ninawa activate sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa kila uchawi waliokuwa umemshika huyu mtumishi wa Bwana unavuliwa kwa damu ya Yesu, kwa kuwa utukufu wako uko hapa. Hatashikwa tena na huo ushirikina na huo uchawi waliomzuia ili asifanikiwe. Ni kwa utukufu wa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Takabali sadaka hii kwa neema yako na kwa wema wako na kwa fadhili zako Bwana. Damu yako inayonena mema, inene mema Baba, tukuone ukituwezesha na kutusaidia sawa sawa na mapenzi yako. Sema haya maneno, sema: Bwana Yesu, asante, niko tayari kutembea chini ya utukufu wako, na utukufu huu unaofunua kwangu sichukui hata toni. Ninarudisha utukufu wote kwako, kwa sababu utukufu ni wa kwako, heshima ni ya kwako. Nitatembea na utukufu wako, lakini heshima ya utukufu huu itabaki kwako peke yako. Leo ninatoka na vitu vyangu na watoto wangu na ng'ombe zangu na kazi zangu za mikono, zile zilizokuwa katika kufa, zilizokuwa zimefishwa na ili dude. Leo natoka nazo, natoka na afya yangu, natoka na uzima wangu na baraka zote katika jina la Yesu, amen. Naomba sasa kule nyuma tuanze kusogea. Kule nyuma tuanze kusogea. Kule nyuma tuanze kusogea. Kule nyuma tuanze kusogea. Karimando rashatamanda. Naomba watumishi wa Mungu tutasaidiana hapa. Naomba mke wangu njoo, watumishi wa Mungu naomba tutasaidiana hapa. Naomba maiki zingine pia. Rekato, subiri hapo, subiri hapo. Karamando robo shata baya. Ekoto shata. Sasa msiimbe kwa sauti kubwa sana, sawa Tutakuwa mkiimba chini chini. Wewe unayeimba huo wimbo imba, unaendelea kuomba. Nataka huku ndani uwe active. Tunaenda sawa sawa? Huku ndani uwe active. Sasa tunapokuja hapa isikupe shida. Kuna wengine, kuna kitu watakutana nacho hapa. Nguvu za Mungu zitakuwepo hapa, utukufu wa Mungu uko hapa. Wewe isikupe shida. Hata kama unafika hapa unaona unashindwa kutembea, isikupe shida. Watakuwepo hapa watu, tutakusaidia. Wala usifikiri una matatizo mengi sana. Ndio hili dude. Haleluya. Haleluya. Lakini kuna mwingine hutasikia chochote, wala usilazimishe. Kwa hiyo ninasema in case yatatokea hayo, in case utakutana na kitu cha namna hiyo ukiwa hapa, isikutishe. Tunaenda sawa sawa? Sisi tutakuwepo hapa kukusaidia. In case kitatokea, hakitatokea kwa namna yoyote, wewe uwe na amani. Zunguka kwa imani, ukimaliza ruka kwamba nimetoka. Kwenye akili yako tengeneza haya mawazo. Unapotoka, toka kwa njia yoyote. Either unatoka kwa ndege, maana yake unatoka kwa kuruka, unatoka kwa kuogelea, unatoka sijui kwa kufanyeje, vyovyote vile tengeneza picha kwenye ufahamu wako. Haleluya. Haleluya. Usibaki. Unapozunguka hapa, maana yake ni kwamba unazunguka kwenye hilo dude lenu. Hilo dude lenu hilo liloko kwenu, hilo linalokuendesha liumaskini. Unaliambia kwamba ninatoka katika jina la Yesu. Hunizuii kwa chochote. Ninatoka. Umaskini wenu na uachia hapo hapo. Na uacha umaskini wenu. Alafu kwa unazunguka, mzunguko wa kwanza, mzunguko wa pili ukifika, unaruka. Haleluya. Alafu ukiruka, ukiweza kupiga magoti huku kuomba, omba. Niombe wahudumu wachache wa kutusaidia hapa. Watumishi wachache, wahudumu wachache wa kutusaidia hapa. Niombe. Wale waombaji, timu ya maombi. Ropo sekete mando robo shata baya. Eketebo rakatamaya rabo shata ikato. Masoke tabaya. Sasa ninaomba wengine tusimame hapa. Wengine msimame hapa. Utukufu ni wako. Nyinyi mtazunguka mwishoni kabisa. Naomba wengine mje hapa. Wasaidia hapa namna ya kutoa sadaka, halafu wanapita. Sisi tutakuwa tunawasaidia hapa watu wazunguke, na huduma zitakazotakiwa kufanyika hapa sisi tutakuwa tunazifanya. Haleluya. Kwa hiyo mtaona kama wapite hivi.
Sawa? Wapitie. Uko tayari? Uko tayari? Inua mikono yako juu. Inua mikono yako miwili juu. Inua mikono yako miwili juu. Ukiwa umeshika sadaka yako, inua mikono yako miwili juu. Karabashatema ndo rabasita. Korabaya, rabashatabaya. Rokoto manda, rebo shatamanda. Riku satia mando rabashata. Robo shata, yakaso rakasha. Ripo sata. Unajua kuna kitu Mungu anakifanya. Ninaona kuna viwatu vidogodogo hivi vingi sana vinakimbia, vimebeba vingine mikuki, vingine naona vimebeba sahani, vingine vimebeba vitu mbalimbali. Hawa ndio waliokuwa wanasimamia hilo dude. Wako ambao wameshajua kwa sababu kuna utukufu wa Mungu hapa. They are running away. Kwa hiyo hapa uko salama sana mbele za Mungu. Unaachilia sadaka yako hapa, alafu unakuja unazunguka. Baba, katika jina lako takatifu, tunakushukuru Mungu kwa wema na uaminifu wako na fadhili zako na kibali chako kitakatifu. Mungu, tusaidie. Wewe ni mwema, wewe ni Mungu wa amani, ni Mungu wa baraka, ni Mungu wa fadhili. Tusaidie Roho Mtakatifu. Mke wangu njoo kwa ajili ya huduma ya hapa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Sasa meza imewekwa, maji ya kubatizwa yako tayari. Sasa katika jina la Yesu, uwe ule mwanzo sasa. Tunaanza sasa. Haya, twende, endelea kuomba, endelea kupaza sauti yako, unazunguka karamando robo shata manderebo. Endelea kuzunguka, endelea kuomba, usiache kuomba, endelea kuomba, usiache kuomba, endelea kuomba. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, wanatoka kwa damu ya Yesu. Rekota mandaraba shata, rokoto bobo shata, rikatoba. Unapotoka unamshukuru Mungu. Unapotoka maliza mizunguko miwili yote. Rekete mandorobo shata. Usizunguke mzunguko mmoja, maliza mizunguko miwili. Mandorobo shata. Unaniambia hilo ni dude. Unaniambia hilo ni dude la kweli. Unaniambia hilo ni dude la kweli. Unaniambia hilo ni dude la kweli. Koshata baya. Katika jina la Yesu Kristo, wakati wako wa kutoka na kila kitu cha kwako, kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu, na uzao wako, kwa jina la Yesu, na kila kitu ulicho nacho, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ni wakati wako, ni wakati wako, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, nena mema, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ugonjwa sio sehemu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, Yesu wakati wako tena, wakati wako pendo lao, wakati wako kutoka kwenye mfumo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, umaskini sio fungu lako, 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 unatoka na usawa wako, lakini na Yesu, toka na usawa wako, toka na kila potea, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwenye hiyo laana, kwenye hiyo mauti, sio shida lako,